na hana matatizo. Na katika explanation ya ile video inasema kwamba Uislamu tu ndio unaweka kikwazo tu, lakini mbwa hana matatizo, very friendly with you. Kwa hivyo najis ilokatazwa katika Qur'ani na Sunna iwe sawa sawa kwa wale watoto. Qur'ani haikubakisha kitu, waelewe, haikubakisha kitu katika mafunzo yetu ya dini. Kila kitu katika Qur'ani na Sunna. Lakini leo asubuhi imetumiwa mkuu wa hii skuli anajitetea, anasema sisi hatukudhania. Wewe Muislamu unaelewa kwamba kuna mafunzo ya Kiislamu na kuna limitation. Mbwa ana nani anammiliki mbwa, na kuna sheria za serikali hapa za Wizara ya Elimu kwamba hatuletewi mbwa maskulini. Kipindi cha kusema kwamba kujitetea kwamba mbwa wanapigwa mawe na watoto nje, utiletee mbwa ndani ya skuli alafu waguswe tena unafurahia. Mjibwa ule umekaa pale mweusi mkubwa unatoa madenda, ambao madenda ni najisi, na katika najisi nzito mnosomeshwa kwamba ni najisi ya mbwa na nguruwe. Ili kusafisha mate ya nguruwe, mate ya mbwa, kinyesi cha mbwa, kinyesi cha nguruwe, mkojo wa mbwa, mkojo wa nguruwe, nyama ya mbwa, damu yake na nguruwe, hii ni an-najasul mughalladha, ni katika najisi nzito, lazima uoshe mara 7 na moja wapo lazima uchanganye kwa mchanga. Sasa unapowaletea pale, sisi Waislamu tuna mafunzo yetu, na kama kuwasomesha ulikuwa uchukue taratibu mwingine wa kiteknolojia, ungeleta tu projector pale ukawaonesha kwamba hivi na hivi na hivi, sio kuwaletea mbwa. Mwalimu mkuu anajitetea, anasema hakujua agenda. NGOs serikali lazima wawe makini nazo, zinakuja kwa niyatun tayyiba, kwa nia njema, wa min khilalihi, ndani mwake niyatun sauda, wana nia mbovu. NGO ngapi ambazo zimefanya matatizo kule Tanzania bara, yakatokea yalotokea hapa. Kama mnakumbuka, kuna NGO, kuna skuli ilikuwa maandalizi, watoto wakawa wanafundishwa ushoga. Hajatokea hapa, yalitokea, ikapigwa kelele, ikafuatiliwa skuli. Mwezi wa Shaabani ilinisikitisha sana, wahusika wakaja wakazungumza Wizara ya Utalii pale Shangani Posta, panafungwa milango mpaka saa 4 za usiku, imefungwa njia, watu wanafanya fashion show uchi ulimwengu mzima. Zanzibar njema, Zanzibar njema sio vile, utafute utamaduni wetu na culture yetu, na tuna dini zetu. Hata Ukristo hawajafundisha uende ukafanya uchafu. Sasa watu wanaleta visingizio, lakini ndani yake lazima tuchunguze. Tunaletewa mambo ambayo hayafai, si mazuri. Mbwa katika Qur'ani na Sunna ameruhusiwa kuwa naye, lakini sio katika nyumba. Kwa hivyo hatuwezi kuwa friend wa nyumba mbwa kama paka. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam kakataza, kwa sababu la yadkhuluhul malaika, ukiwa na mbwa ndani ya nyumba malaika haingii. La ajab, angalia ajabu ya Qur'an. Wa qalbuhum basitun dhira'ihi bilwasid, mnaisoma suratul Kahf. Mbwa wa ahlul Kahf walipoingia katika pango, yeye alikaa mlangoni, hakuingia ndani, akaenda kulala na wale ashabul kahfi. Hii inawarudi kwamba mbwa Mwenyezi Mungu kamuumba, lakini katusakhirishia sisi kwa sababu ya ulinzi, polisi kukagua mihadarati, wanapewa training kwa sababu ya hunting, kuwinda, kwa sababu pia lilmashia, kuchunga machungo yako, mbuzi, kondoo, kuku wako wasije wakavamiwa na wizi, na pia na wanyama waliokuwa wabaya. Haya ndio waliokewa, lakini tukaikiwa mipaka namna gani
wale tutakuwa tunakaa nao mbwa, lakini sio katika maskuli. Kwa hivyo ndugu zangu wa Kiislamu, na serikali tayari washachukua mkondo wao, ili jambo lishafika. Hata jana nilikuwa kuna naibu waziri wa mambo ya ndani kanaambia liongelee, lakini tushafika, ili jambo litakuwa sawa, na yeye ndo mtu wa huko kaskazini. Kwa hivyo tunapokuja kuchukua wageni wakaja katika nchi yetu, tuwachunguze vizuri sana, na sisi sio tulaumu wageni tu, tunawakaribisha ndani yetu. Tuna sabotage, tunafanya sabotage katika maadili yetu. Haiwezekani wewe Muislamu na mmiliki wa skuli unaambia kuna nia njema na unaelewa sheria za Wizara ya Elimu. Hakuna kuleta mambwa ndani ya skuli. Watoto na hijabu wanachezeshwa mbwa na mate yanatoka, najis fauka najis. Na hapa ndo upo muhimu wa ndugu zetu diaspora walikoko nje kukaa kuona sasa iko haja kuisaidia serikali pale unapohitaji msaada kufungua maskuli ili kuondosha masuala kama haya. Namalizia hili suala moja ili mujue kama hizi ajenda zao mbaya. Wakati nasoma Canada, nachukua professional program ya curriculum ya elimu, educational professional program, naichukua pale Columbia College. Tulikuja kusoma kuhusu bullying, yani kupigwa watoto. Nachukua dakika moja tu. Ikatokezea kwamba tukaambiwa kwamba huyu mtoto yuko kwenye ushoga, utamlinda vipi? Ikaja time yangu kuulizwa, nikamwambia mimi simlindi kwenye ushoga, bali mtamlinda huyu mwanafunzi asionewe, lakini sitomtetea au kumbembeleza kwa ushoga. Hii hainuhusu, na hili sio jambo ambalo tulokuja hapa kulisomesha skuli. Alinijibu hivi suala, why you come here, why you come to learn? Na mimi nikamjibu, kaambia I come to learn to know your strategic, kujua nyenzo zenu vipi, kwa sababu tuna watoto wetu wa Kiislamu katika hizo nchi, ili tuwaelezee kwamba likitokea swala hili swala halituhusu. Sasa wao wenyewe wanapotusomesha hawataki hata tujue zile mbinu zao, na ndio maana ile ikaja hii serikali waikalie sana, kwa sababu leo tukija kuchukulia jambo hili ni rahisi, kesho watakuja hawa NGO watakuja kwenye maskuli mengine watasema hamna tatizo, Uislamu umeelezea mapenzi baina wanadamu, kwa hivyo baina ya wanadamu mwanamume na mwanamume haina matatizo, na mwanamke na mwanamke. Sivyo ilivyoelezewa katika Uislamu, innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini ni ndugu. Lakini sivyo hivi kwa njia ya uchafu, kwa njia ambayo Mwenyezi Mungu ametunyoshea ipi ya kupendana. Na hiyo ndo akaelezea katika watu ambao watapewa kivuli siku ya Kiyama, watu 7, warajulani tahaba fillahi ijtama alaihima watafaraka. Haya ndio mapenzi tuliofundishwa katika dini, kwamba watu wawili watapendana, mapenzi ya kunasihiana mema na kuacha maovu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mpaka watakuja mauti yatawafarakisha. Hawa ni katika watu waliotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika watu 7 ambao watapata dhillu, kivuli, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Mwenyezi Mungu. Tusomeni dini yetu ndugu zangu na Waislamu, na tuangalie watoto zetu maskuli wanaokusoma na tabia zao. Tuangalie, ukimwona mtoto anabalika tabia, basi fuatilia. Kila kinachokuja sio kila tunopewa tu tukubali.